Namba 6 anasema kushiriki password. Kushiriki password au OTP. Kushiriki password unashiriki vipi? Anasema hakuna kampuni halali itakayo kuomba password, OTP, pin. Password, OTP, pin. Hapa naongelea wezi wale wa mtandaoni, hususana wa simu za mkononi. Kwa mfano mtu anakuomba password ya M-Pesa jamani. Amekupigia simu eti kwa namba ya Vodacom au ya Tigo au ya Airtel au ya Airtel. Mtu anakuambia bwana yeye ni kutumia hela hapo, siangalia nenda kwa wakala utafanya nini? Huyo muuni tu. Muuni kama wauni wengine. Hao ndio tunawaita wezi. Umeelewa? Anakuomba password. Yeye mtu anakuomba password. Hakuna mtandao wa Vodacom au Tigo utakao kuomba password wewe. Wewe lini uliwahi kwenda benki wakakuomba password yako? Lini wewe ulienda? Ndio maana benki hata kama na create account kwenye password na create ya kwako, hata yule mfadhili wa benki haoni. Kwa hiyo basi jifunze, kama mtu anakupigia simu anaomba password, huyo anakutapeli, anakuibia huyo. Kama unabisha unajifanya mtu wa Mungu, utaibiwa. Mtu wa Mungu kwanza anakuwa mwelevu. Wewe utakuja mjinga kiasi hicho unampa password mtu. Na huyo mtu wala kuhusu, sio mke wako, sio mpenzi wako, sio switi wako, sio mama wako, sio baba wako. Hapo familia duniani ni wawili, mama na baba tu. Basi sio mke wako. Wapenzi wenyewe wanabadilika. Kisha mtongoza mtoto wa watu wamekuchuna hela, anaenda kwa Arafati au kwa Baraka au kwa Tifrem. Familia anamwacha. Itasikiza familia na Timbaland kama hivi. Shauri yako, niangalie hivyo. Tunaendelea kupitia simu au email au WhatsApp. Usije ukachukua password zako ukampa mtu, utakuwa umekosea hapo. Au sio? Tunaendelea. Suluhisho katika hiyo 6. Suluhisho, usimpe mtu yoyote password au OTP yako. Umenielewa hapo? Nahisi hapo umenielewa. Tunaenda ya 7. Ya 7 ni hivi. Kutotoka mtandaoni, yani log out kwenye vifaa vya watu wengine. Kwa mfano, wewe unatumia simu au laptop ya watu au ya group au laptop ya ofisi au laptop ya familia au kompyuta ya shule. Kama ulikuwa umeingia pale unatumia Facebook au Instagram au mtandao wote au email yako ambayo unajua ina vitu vingi, hakikisha unakuwa na log out kwenye hiyo kompyuta, kwa sababu usipo log out mwingine akaja kutumia, ina maana kwamba yule mtu atakuwa ana uwezo wa kutumia akaunti yako na kukuibia, kabadilisha password na kila kitu. Hapa tunaongelea cyber security. Kwa hiyo basi, ili uweze kuwa ni mtu wa salama katika matumizi ya vifaa vya watu wengi, lazima uwe unajua ku log out kwenye hivyo vifaa. Kama unatumia simu ambayo sio yako, ingia Facebook, basi hakikisha unapokuwa na mkabidhi mwenye simu, hakikisha log out hiyo, na hakikisha usave. Kuna ile tabia mtu analog in kwenye akaunti yako mtu au akaunti yako kwa kutumia simu yako au kompyuta. Kuna ile watu wanapenda sana save, yani una save password, kama akija mtu mwingine akiingia tu anatumia jina lako na ingia. Hiyo ndio sema never save, because wewe password unatakiwa uzishike kichwani kama ulivyoshika jina la mama yako au jina la kwako. Hiyo ndio kitu salama kwako. Hiyo ndio solution, kitu salama kwako. 8 ni kutotumia update. Kwa sisi ICT tunavyosoma updating, tumesema computer is electronic machine which allow to access data, process data, give you feedback and input data. So computer are formed by three systems, which are computer hardware, computer software and user. So if you talk about system of computer, you talk about two systems, which are computer hardware and computer software. Tunapoongelea computer software and computer hardware, kuna hivi vitu vinatakiwa kutumia updating. Updating is a process of changing program to be new. Yani ni kitendo cha kubadilisha programu iwe mpya. Kwa kitendo cha kutumia updating kwenye kompyuta yako au kwenye simu yako, ku-update program inaifanya zile programu zako ziwe ni mpya kila siku. Kwa hiyo basi ukisoma computer software, maana yake kwamba inaifanya software zako au application zako ziwe salama. Kwa hiyo basi programu au mfumo wa zamani huwa na mianya ya usalama. Wadukuzi wanaweza kutumia kuvamia kifaa chako. Suluhisho: sahihisha mara kwa mara. Yaani kusahihisha ndio kufanya updating kwenye simu yako. Kufanya updating kwenye simu yako, kwenye laptop yako, kwenye tablet yako. Ukifanya updating ya mifumo yako, software zako hizo unazotumia, kwa mfano WhatsApp, Facebook na kuendelea, itakufanya wadukuzi wanapokuja kukudukua kitu chako kwenye mtandao wako zinakuwa salama, kwa sababu ndani ya software zetu kuna malware, kuna antivirus, lakini pia
kuna firewall kwenye kompyuta, kuna firewall. Firewall inazuia mahackers kwenye Windows ili wasiwe na njia, maana ndio vile message zinakuja kama virus, kwa zinaweza kukamatwa. Hapo kwa mfumo huo tunasema sasa sahihisha mara kwa mara mifumo ya simu au kompyuta, browser update, program update, antivirus update. Kama hivyo nilivyokutajia, ndio hiyo maana ya cyber security, kama nilivyofundisha kwenye kipindi cha kwanza. Naitwa Fabigo, naendelea namba 9. Yes, namba 9 inasema kutumia wifi ya umma bila tahadhari. Unajua wifi mtu anaweza kukuacha. Wewe unatumia wifi ya umma, kumbe mule kuna mahackers wa IT mule wapo, wataalamu ambao wenyewe kazi yao kuiba akaunti za watu na kuuza. Wanaweza kukuacha kupitia wifi yao. Kivipi? Wanasema wifi za bure migahawa, viwanja vya ndege, hoteli zinaweza zisilindwe vizuri. Kwa wanaweza kukuhaki. Kwa kuzuia kutumia password bila kuwa simu yako haina password au akaunti zako hazina password nzuri. Hapa tunaongelea akaunti za Facebook, Instagram, YouTube na mitandao mingine ambayo unaitumia kwenye simu yako. Hakikisha password zako ziko strong, ambazo zimechanganyikana na special key, alama ndogo na alama kubwa, utachanganya namba na herufi. Wewe utakuwa uko vizuri katika hayo masuala. Lakini pia suluhisho la kuepuka kutumia wifi za umma ili wasije wakakuhaki, maana kwamba epuka kuingia kwenye akaunti za benki au kufanya malipo ukiwa kwenye wifi ya umma. Ikiwezekana tumia data yako kweli, au tumia kwa sababu wewe uko benki unatumia wifi ya umma. Pale unapoandika password kwa kutumia wifi ambayo inasema anakuwa naona simu hiyo iko kwenye router ile, kwenye router ya server hiyo. Kwa wakati unaandika password anaweza kaonekana kule, yeye akakudukua kaamisha hela kwenye akaunti yako zikaenda kwenye nyingine. Ndio jinsi wa mahackers au wezi wanavyotumia. Lakini pia kutoangalia arifa za usalama. Makampuni mengi hutuma taarifa kama kuna kifaa kipya kimeingia kwenye akaunti yako, password imebadilishwa, kuna jaribio la kuingia kutoka eneo jipya. Watu wengi huzipuuzia hizi message. Kwa sababu gani? Wanakuwa na mazoea ya kwamba ni kawaida tu, lakini kumbuka Google wanakulindia mitandao yako. Kwa hiyo basi kama watakutumia message ya kwamba kuna kifaa kipya kimeingia kwenye akaunti yako, jue ndio wale phishing, walikuwa phishing ni wale watu wanaokutumia message kwamba wanakutumia message kama kudownload afu baadaye wanakuibia akaunti. Kuwa makini, kama kuna kifaa fulani kiingia kwenye akaunti yako, kama sio wewe, basi hakikisha tu factor umewasha, alafu umehakikisha recover email na namba zako zipo, ili mtu akiwa anadukua washindwe kuingia na kubadilisha password, lazima notification zitafika kwako. Kwa hiyo basi kuwa makini na kutoangalia arifa, yani message zinazotumwa na mitandao husika kama vile Facebook, Instagram, YouTube. Hapa tunaongea sana YouTube, kwenye email, Google, kwenye email. Kwa hiyo basi wakitumia hizo message, uwe hata kama hujui, uliza kwa mtu anayejua. Wanasema kuuliza si ujinga. Hiyo ukifanya unajua kila kitu, basi wewe utakuwa ni mgonjwa wa akili, maana anayejua kila kitu ni Mungu. Hakuna binadamu anayejua kila kitu. Kwa hiyo basi ili uweze kufanikiwa, lazima uwe mjinga kwenye vitu fulani ili uweze kufanikiwa na kupata mengi. Lakini pia kuna password kwamba usiwe ni mtu wa kuamini sana kila mtu. Basi kama unamwamini mmoja ambaye hata kipotea huyo mgalakie yeye, kwa sababu kuna utaalamu pia. Kwa hiyo inawezekana kama labda wewe sio mtaalamu wa vitu fulani, yuko IT wapo. Kwa hiyo wewe mwamini mmoja, sio kachanganya. Ukichanganya ndio hapo atapigia akaunti zako kutoka kumwambia bure. Kwa hiyo basi mimi naongea hapa kama mtu yule wa IT ambaye tunafanya kazi za watu, lakini kazi za watu tunatakiwa sisi IT tusiwe ni wezi, tusiwe na tamaa ya kuiba vitu vya watu, kuiba akaunti za watu. Kama wewe ni IT, watu wanakuja kwako ili uwe IT mzuri, ni lazima hata kama umetengenezea akaunti watu usiwe na waibia watu, utakuwa unaaminika zaidi, kwa sababu kazi za IT ni kazi ya Mungu. Ukiwa ni mwizi unapoteza wateja, ukiwa na tamaa ya kuiba. Fanya kazi yako ili uweze kufanikiwa kwa nguvu zako mwenyewe, kuliko kumwibia mtu yule aliyokuamini kwamba huyu ni ndugu yangu, kwa vile yeye alisoma labda anisaidia kwenye hichi kitu. Kumbuka wale wateja wanakuja ni Mungu anakuletea. Kwa hiyo basi kama wewe ni IT ni mwizi, na wewe si IT unatuzaidisha, unakuwa